vita vitatuliki kwa sababu tunapita kwa akili zetu. Umeelewa? Pito ni kweli limeruhusiwa, lakini limeruhusiwa unalitatueje? Unalitatua kwa kwanza kugombana na wenzako. Unalitatua kwa kwanza kuwaraumu wenzako. Unalitatua kwa kwanza kunung'unika. Unalitatua kwa kwanza kulaumu. Haleluya! Unalitatua kwa kwanza kuwasimulia watu. Ndio unang'ang'ana kulitatua pito. Unang'ang'ana kulitatua jaribu. Huku unasimulia huyu, unaambia huyu. Yesu anasema ni kweli, nataka kupita lakini nataka mapenzi yako yasimame hapa. Nisije nikakukosa nikanyang'ania kwenye jaribu. Watu wengi wameng'ang'ania kwenye majaribu kwa sababu wanapita kwa akili zao. Si kama naongea na mtu. Kwa sababu wanapita kwa ufahamu wao, wanapambana kwa akili zao, hawamhusishi Mungu awatatulie matatizo yao, ila wao wanahusisha akili na ndugu na marafiki na wafanyabiashara wakubwa. Wanawasikiliza kwa makini ili wawape ushauri na saa. Sikiliza nikwambie, mpe nafasi Mungu ya kukupa ushauri na saa. Mpe Yesu Kristo nafasi, mpe Roho Mtakatifu nafasi akupe ushauri na saa ili utoke. Haleluya! Ili utoke kwenye hilo. Haleluya! Watu wengi wamepewa huduma, lakini namna wanavyozitumia ni kwa mapenzi yao, si kwa mapenzi ya Mungu. Halo? Watu wengi wamepewa utumishi, wanavyotumia utumishi ni kwa mapenzi yao, si kwa mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Ni kwa mapenzi yao. Ni kwa mapenzi yao. Lakini kama tutamhusisha Mungu, mapenzi yake yasimame, hata kama litasimama jambo, halitakaa muda mrefu. Amina. Na kila lolote ambalo utakuwa unapita mwana wa Mungu, litakuwa ni la kukuinua wewe kwenda level nyingine. Amina. Watatamani wakuangushe kwenye level hii, Mungu atakupeleka kwenye level hii. Watatamani wakuangushe kwenye level hii, Mungu atakupeleka kwenye level hii. Kwa nini? Kwa sababu unaruhusu mapenzi ya Mungu yasimame. Biblia inasema kabla hajaona uwepo, hakukubali kuingia kwenye msalaba. Hakukubali kuingia kwenye mateso kabla hajaona uwepo wa Mungu uko ndani yake unashuka. Biblia inasema amekubali kuingia kwenye msalaba kwa sababu anamuona Elia huyu hapa. Anamuona Musa huyu hapa. Mjumbe wa agano la maji Musa. Mjumbe wa agano la moto Elia. Mjumbe toka mbinguni ameshuka. Mtu anakubali. Oh, haleluya. Haleluya. Ameshakikisia kwamba nitashinda si kwa nguvu yangu. Upo uwepo wa Bwana. Uko Roho Mtakatifu atakuwa ananisaidia. Na ndio maana sasa hakuenda kujieleza sana kwa Pilato. Hakwenda kujieleza sana, anasema hata nikiwaambia hamtanielewa. Hakwenda kujieleza, kuzungumza mambo mengi. Biblia inasema wanamuuliza yuko kimya. Kwa nini yuko kimya? Kwa sababu Bwana amemwambia kaa kimya. Haleluya. Wanamuuliza asemi kitu. Kwa nini asemi kitu? Kwa sababu Bwana wa majeshi amemwambia nyamaza. Pilato aseme. Pilato anamwambia ya kwamba hebu najua kwamba mimi naweza nikakuachia. Hebu najua ya kwamba nasema wewe wasema. Yaani hana haja ya kumjibu mtu. Yuko kimya. Na kuambia Roho Mtakatifu akusaidie leo katika pito lako, katika gumu lako, kukuongoza katika mapenzi yake. Biblia inasema Yesu akiwa anapita hamwambii mtu, yaani kanyamaza kimya. Anamwambia mapenzi ya Baba yatatimia katika hili. Haleluya. Wanaweka na jiwe ili asiinuke, kwa sababu mapenzi ya Baba na alimaliza vizuri. Biblia inasema kwamba siku ya tatu mwanaume anafufuka. Kwa nini anafufuka? Kwa sababu aliyaruhusu mapenzi ya Baba. Amen, amen. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi, yaruhusu mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Yaruhusu mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Msikiliza Roho Mtakatifu anasema ufanye nini kwenye jambo unalopitia. Amen. Aikwambia nyamaza, nyamaza. Aikwambia sema, sema. Aikwambia omba, usione uvivu hata kama mwili unakataa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Hata kama mwili unachoka, mwili unakataa, tukwambia funga, funga. Kuna saa ambayo unaamka unajisikia kufunga, na ikifika muda fulani unasema nitafunga kesho. Umemkosea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umefarakana naye. Msikize Roho Mtakatifu. Msikize Roho Mtakatifu. Simama mahali.